Na mpenzi mtazamaji, sasa tuelekee shambani ambapo shirika la mifugo na utafiti wa kilimo nchini KALRO limetambulisha aina 7 za maharagwe ya soya katika harakati za kujitayarisha kwa msimu wa mvua. Akizungumza wakati wa maonyesho ya kilimo yaliyofanyika katika ofisi za KALRO huko Kandara, kaunti ya Murang'a, mkurugenzi mkuu wa KALRO Eliud Kirege aliangazia umuhimu wa maharagwe ya soya hasa katika malisho ya wanyama, huku akiwataka wakulima kuzikumbatia mbegu hizo. Katika hatua inayoaminika kulenga kuimarisha usalama wa chakula nchini, shirika la mifugo na utafiti wa kilimo nchini KALRO limetambulisha aina 7 za mbegu ya maharagwe ya soya. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Eliud Kirege akijitokeza kwa ujasiri na kutoa wito kwa wakulima kuzikumbatia mbegu hizo kwa kuzingatia umuhimu wa maharagwe hayo. The soybean is very important crop in this country because of animal feed. You know, currently livestock feed, that's for poultry, for dairy, for beef, are very expensive. This is because most of the protein sources that are used in feed manufacturing is imported. Wananchi waanze kupanda soybean. Akizungumza wakati wa maonyesho ya kilimo iliyofanyika katika ofisi ya KALRO eneo la Kandara, kaunti ya Murang'a, mbunge wa Gatanga Edward Murio alitoa wito kwa Wakenya wote kukumbatia kilimo cha maharagwe ya soya, akisema kuwa kuna aina za mbegu zilizoboreshwa kufanya vyema kwa kila eneo. Wananchi waanze kupanda soybean. Na uzuri wa soybean inaweza kuwa pahali popote katika nchi ya Kenya. Kama ni Western kuna variety yake, kama Rift Valley kuna variety yake, kama ni Mount Kenya kuna variety yake, na hiyo imekuwa kitu ya maana sana. Tumekuja kujionea kilimo ya kisasa. Kwa upande wao, wakulima walitoa shukrani zao kufuatia hafla hiyo ya maonyesho, huku wakitoa wito kwa serikali kuhakikisha kuwa wanapata mbegu bora na mbolea kwa wakati. Ila kitu tungeomba serikali ni wawe wanatuangalia upande wa mbegu. Kwa vile sasa wakati mwingine tunaletewa mbegu duni, tukipanda haitoi mazao ya kutosha. Na ila tungeomba tena ni fertilizer hii ya subsidized. Ningeza kila ndio sababu kila mkulima apate fertilizer ile inaweza kumletea faida mingi. Naomba serikali itusaidie kutuletea mbegu mapema na fertilizer ili tupande tupate mavuno mema. Hata hivyo, wakulima wao hao walilalamikia kucheleweshwa kwa mbegu hapo awali, huku wakihitaja hatua ya shirika la KALRO kuwafikishia mbegu kwa wakati kuwa la busara. Si unaona sasa hapa nimebeba mbegu. James Baraka, Runinga ya KU.